Ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Asante kwa kuendelea kuwa nasi na kuichagua Azam Sports 1 HD. Usisahau pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na Twitter ama X hivi sasa inavyotambulika. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa Instagram wa michezo Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapo baadaye kupitia mshike. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Raundi 29 ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara inachezwa hapo kesho, ambapo timu zote 16 zitakuwa katika viwanja tofauti kusaka alama 3 kuelekea mwishoni mwa msimu wa ligi kuu. Mikoa takriban 8 itashuhudia miamba ya soka yakipepetana, wakati huu ambapo bodi ya ligi Tanzania TPLB inathibitisha kukamilika kwa maandalizi yake. Michezo yote itakwenda kuanza saa 10 alasiri. Kila kitu kiko sawa kwenye maandalizi, ikiwemo kuwasili kwa maafisa wetu wa michezo kwenye vituo na klabu husika. Klabu pekee ambayo ilichelewa kidogo kuwasili ni Tabora United, lakini imeshawasili Dar es Salaam na kila kitu kinakwenda sawa. Kwa hiyo kwa kifupi, kama klabu zimefika vituoni, maofisa wa mchezo wamefika vituoni, na maandalizi kwa maana FA mikoa pamoja na klabu wenyeji wameshafanya kila kitu kinachohusisha maandalizi ya hiyo michezo, basi tuna ujasiri sasa kusema kwamba maandalizi yetu ya kuelekea michezo hiyo yamekamilika, na vinavyosalia ni vile tu ambavyo vinategemea zaidi muda ili kuweza kufanyika. Kwa hiyo kwa kifupi tuseme maandalizi yako vizuri na tuko tayari kusubiri michezo hiyo ya mzunguko wa 29. Muda huu niungane na mchambuzi wa masuala ya soka Andrew Kinga Mkono kusikia kutoka kwake. Bana, mambo yamekuwa ni mengi na hatimaye tunaelekea kukamilisha ligi kuu ya NBC. Andrew, karibu sana. Asante sana. Bila shaka uko vizuri. Niko vizuri kabisa. Haya, bana, kesho mechi zote kama kawaida ligi kuu ina timu 16, mechi zote 8 kesho zitakuwa live. Kila mmoja akiwa anapambania hatima yake. Pressure ni kubwa kwa wanaoshuka ama wanaopambana wasicheze playoff, lakini pia pressure ni kubwa kwa kwenye bingwa ama mbio za ligi kuu ya NBC. Nini unakiona hasa, kwa sababu ukijaribu kuangalia kwa haraka kesho channel zote zitakuwa busy, kuanzia Azam 2, UTV, Azam 1, Cinema Zetu na Azam Sports 1 mpaka 4. Kubwa sana hii. Ni kubwa. Kwanza napenda kuwapongeza Azam kwa uwekezaji mkubwa na kuthamini mchezo wetu wa mpira wa miguu. Hiki kinachofanyika hapa ni kikubwa sana. Hii mambo ya Ulaya sana yanaonekana mechi zote kuonyeshwa live namna hii. Kwa hiyo kutakuwa na nafasi kubwa ya watu kushuhudia kila sehemu. Yale mambo ya watu kufanya nje ya uwanja, vurugu sio unasikia huko, kila mtu atakuwa na nafasi ya kuangalia timu yake wapi inacheza, nini kinaonekana, na mtu anaweza kufikiria matokeo ya mwenzake kujua okay, au kashafungwa, sisi kutukishinda na maana atafanya. Kwa hiyo italeta kitu fulani kizuri sana ambacho kwa mara ya kwanza. Hebu kwa faida ya mtazamaji nimsomee. Tanzania Prisons dhidi ya Yanga, Azam Sports 1 HD hapo kesho. KenGold dhidi ya Simba, Azam Sports 2 HD. Azam FC dhidi ya Tabora United ni Azam Sports 3 HD. Lakini Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars saa 10 kamili jioni, Azam Sports 4 HD. Lakini Pamba Jiji watakuwa pia dhidi ya JKT Tanzania, ngoma itakuwa Cinema Zetu live. Na Mungo dhidi ya Kagera Sugar, Azam 1. Mashujaa dhidi ya KMC, channel ya UTV. Coastal Union watakuwa mzigoni pia dhidi ya Fountain Gate, channel ya Azam 2. Mechi zote hizi zitapigwa muda mmoja kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Tuangalie sasa waamuzi ambao watachezesha mchezo wa Young Africans hapo kesho dhidi ya Tanzania Prisons, ambazo ni miongoni mwa mechi kubwa na zinazofuatiliwa kwa utuo. Kama ambavyo unaona mechi kati ya Tanzania Prisons dhidi ya wananchi Young Africans, ni kama ambavyo unaona Abdallah Mwinyi Mkuu kutoka Singida ndiye mwamuzi wa mchezo huo, lakini msaidizi ama line 1 Makame Mdogo kutoka kule Shinyanga, lakini pia mwamuzi msaidizi line 2 ni Wema Kalinga kutoka kule Dodoma. Kati fourth official kuna Sifu Amon pamoja na kamishna wa mechi akiwa ni Emmanuel Chaula kutoka kule Katavi. Hii mechi inatazamwa na wengi Kinga Mkono. Yes, kwa sababu ni mechi ya uamuzi. Kwa sababu hizi mechi mbili za Simba ya Yanga na Prison, japokuwa Yanga kwenye rekodi inaonekana yuko juu zaidi, kwa sababu katika misimu miwili iliyopita mpaka msimu huu hajafungwa na Prison. Kwa hiyo anaenda kwenye mechi akiwa na rekodi nzuri. Cha msingi waamuzi wakachezeshe mpira, wakasimamie kanuni. Mpira
mshindi apatikane uwanjani, kusiwe na mambo mengine ambayo yalionekana yale baadaye mtu anakuja kufungiwa na kuwa inapoteza ile raha ya ushindani ambao tunautaka kuona kwenye mpira wetu Tanzania. Au sio? Tutazame mechi ya Simba pia, waamuzi ni nani na nani, kwa sababu hizi ndio mechi ambazo zimeshikilia hatma ya bingwa wa ligi kuu msimu huu. Hii ni mechi ya KenGold dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, Simba na itapigwa Tabora kule. Mwamuzi nambari 1 ni Abdi Wajihi kutoka kule Tanga, lakini mwamuzi msaidizi nambari 1 kwa maana line 1 Abdulaziz Ali kutoka Arusha. Mwamuzi msaidizi namba 2 ama line 2 Athmani Rajab kutoka Kigoma. Fourth official kuna Katanga kutoka kule Tabora, huku kamishna wa mchezo akiwa ni Hassan Maulid kutoka kule Mtwara. Hii nayo inatazamwa kwa jicho la tatu kwa sababu nayo imbeba hatima ya ubingwa. Japokuwa Simba inaonekana kidogo ana nafuu kulinganisha na Prison, sababu hawa KenGold hawana cha kupoteza. Alafu hata vijana wanategemea kucheza vijana zaidi. Kingine labda naozo nazo mechi mbili. Sasa kuna watu watataka kuweka rekodi mpya. Hizi ndio mechi za kuamua nani anakuja kuwa mfungaji bora, nani anakuwa mtengeneza mabao mengi. Nadhani Simba na Yanga wachezaji wao wengi watatumia hizi mechi kutaka kutafuta rekodi zao binafsi, ili pamoja na timu kushinda lakini na wenyewe watataka kufunga magoli mengi ili wengine wafikie kwa pita walioongoza na wenyewe wafikie sehemu nzuri zaidi. Haya, bali na bato ya ubingwa kuna bato nyingine ya ambaye atakuwa anapambana kumaliza kwenye nafasi zile za juu. Pale pia bado pana bato nyingi sana. Azam FC wao pia watakuwa mzigoni hapo kesho, tuangalie tuone wao mwamuzi gani atachezesha mchezo wao. Ni kama ambavyo naona Azam FC watakuwa dhidi ya Tabora United. Shomari Lawi kutoka Kigoma Kingamkono. Shomari Lawi ni mwamuzi mzuri. Na hii mechi na yenyewe ni mechi nzuri kwa sababu kuna watu wanatafuta pamoja na pesa vile pamoja na kutengeneza nafasi zao vizuri, kujiweka kwenye imara. Hasa Azam anatafuta kujiweka vizuri pale juu, amwambie Singida wewe bado utabaki hapo hapo chini, mimi naendelea kubaki kwenye nafasi yangu ya tatu. Lakini pia Singida Black Stars ni miongoni pia mwa timu ambazo zinapambana kwa namna moja ama nyingine kuweza kuona ni kwa namna gani wanamaliza nafasi ya juu zaidi msimu, lakini kuwa na uhakika wa kupata pesa nyingi zinazotolewa na Azam Media Limited kama ambavyo naona. Kesho Dodoma Jiji watakaribisha Singida Black Stars na mwamuzi ni Ali Mnyupe. Singida nao kesho pia wana shughuli. Ni mechi ngumu kwa sababu wao ni majirani. Singida na Dodoma ni karibu. Kwa hiyo tunategemea kuona ushindani mkubwa na mechi kwa sababu itachezwa Dodoma. Kwa hiyo naamini Dodoma wataonyesha ushindani mkubwa. Lakini Singida sasa nadhani saa hizi wana pamoja na kutafuta hela, lakini akili yao kubwa sana watakuwa wameweka kwenye finali yao ya CRDB. Kwa hiyo unawaona hapo watakwenda kucheza kuhakikisha kwamba wanashinda na Dodoma wao wanahitaji sana ushindi kwenye mechi. Kwa sababu kuna mtu ana pointi ambazo kama vile nani Fountain Gate akishinda mechi zake mbili hizi anamshusha Dodoma alikuwa juu yake mbali, yani anampeleka chini. Kwa hiyo ina maana Dodoma mechi ni muhimu kwa wakati kila mmoja anapambania hatima ya fedha za Azam TV apate za kutosha kutokana na nafasi ambayo anamaliza. Azam TV wanakupa pesa, kwa hivyo kila mmoja anapambana amalize na pesa nzuri. Bana, tutazame msimamo wa ligi kuu NBC ulivyo mpaka sasa kuelekea kwenye raundi mbili za mwisho hizi. Top 4 ni kama ambavyo unaiona, Young Africans, Simba na Azam, lakini pia bila kusahau Singida Black Stars. Wakati huo ukiacha Kagera na KenGold ambao shughuli yao imeisha, kuna Pamba, Tanzania Prisons, Namungo, Coastal na KMC pamoja na Mashujaa. Hao lolote linaweza kutokea. Hii mechi kwa mechi ya kesho inaanza kuamua hatma ya nani anaenda kucheza playoff. Hasa kwa sababu unaona, kwa sababu kila mtu nimesema pale Fountain Gate akishinda mechi zake mbili anapata point 35 ambayo anakuja hapa juu kabisa kwenye nafasi ya Dodoma Jiji. Kwamba yuko salama ni Tabora tu. Na JKT Tanzania hao ndio kidogo wako salama. Kwa hiyo unaona kabisa Pamba naye atakuwa na kazi na JKT naye, kwa sababu naye Pamba anapambana pale akimbia hilo balala kushuka. Kwa hiyo anaamini JKT naye anataka kuhakikisha kwamba apate pointi 3 ili awe salama zaidi. Kwa hiyo na Pamba naye anatakiwa ashinde. Kwa hiyo unaona ushindani mwingine utakuwa kwenye hizi mechi. Kwa maana kuna watu wanatakiwa washinde pamoja na kutafuta pesa ambazo ipo, lakini vile vile kuangalia tunabaki sehemu gani kwenye msimamo wa ligi. Bwana, shukrani sana Kingamkono, tutapata wasaa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Andrew Kingamkono nikizungumza naye kuhusiana na mambo yalivyo kuelekea kwenye mechi za mwisho za kukamilisha msimu huu wa ligi kuu ya NBC, lakini muda huu tuangalie kile ambacho umetuandikia na tutakuja kukitazama hapo baadaye, lakini nikukumbushe tu kwamba maandalizi ya kikosi cha wananchi Young Africans kuelekea kwenye michezo ambayo itapigwa hivi mwishoni, hasa mchezo hapo kesho. Wananchi Yanga ambao pia ni mabingwa watetezi wako tayari kimwili na kiakili, wakifahamu ukubwa wa kibarua walichonacho mbele yao, na leo jioni kikosi hicho kimefanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya, ambao utatumika kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya wenyeji Tanzania Prisons. Wananchi watamkosa Kennedy Musonda pekee ambaye bado ni mgonjwa, lakini kwa nyota wengine waliosalia wako tayari kupambania nembo ya klabu hiyo hapo kesho.
for young African, I don't focus for the other team, no. Mimi najikita zaidi kuangalia timu yangu na sio timu nyingine. Hapana, tuko hapa kwa ajili ya alama 3. Itakuwa mechi ngumu sana kesho, tunajua hilo. Tunaiheshimu hii timu, tunaiheshimu hii klabu yao, lakini hatupo hapa kutania. Hatupo hapa kutalii Mbeya. Tupo hapa kwa ajili ya alama 3, kwa sababu tupo hapa kwa ajili ya taji. Tupo hapa kubeba taji. We are here only for that, to take title. Sisi kama wachezaji hatuangalii timu iko kwenye position gani. Position haimaanishi kama ni timu mbovu. Ujue swala matokeo na timu kwa mbovu ni vitu tofauti. Timu inaweza kuwa nzuri lakini isipate matokeo. Kwa hiyo sisi kama timu tumejipanga kuja kutafuta matokeo mazuri. Kiungo wa Young Africans Aziz Ndambwile ambaye leo yuko nyumbani kule Mbeya. Lakini mbali na hilo, kwa Tanzania Prisons, wao wameonekana kuimarika siku hadi siku, kitu ambacho kinawapa matumaini mapya ya kimbinu na kimchezo kuelekea kuwakabili wananchi hapo kesho. Ukiona raundi ya pili toka tumekuja mpaka hapa tumekusanya point 19. Ukijumlisha na point 11 za raundi ya kwanza unapata point 30. Point 19 ni zaidi ya point ya timu yoyote ile katika nafasi, kuanzia nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 16. Hakuna timu ambayo imekusanya point nyingi ukilinganisha na Tanzania Prison. Hii ni kama sikukuu. Anayetaka kocha hawezi kutumia mambo makubwa sana, hawezi kutumia nguvu kubwa sana, sababu kila mchezaji ana mahitaji na hii mechi. Sababu sisi yani leo ni sikukuu, sababu sikukuu imekuja, sikukuu ile ya Mwenyezi Mungu imekuja imetukutia huku. Hii ni sikukuu yetu ya wachezaji. Yani sisi tunawaahidi wana Mbeya, sisi tunaenda kufanya makubwa. Kwa upande wake, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema mchezo hapo kesho ni muhimu sana ili kuendeleza dhamira yao ya kutoa ubingwa wa ligi kuu msimu mwingine. Hata hivyo, amekiri kuwakosa baadhi ya wachezaji kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo majeraha. Tumefika hapa kwenye dimba la Sokoine mkoani Mbeya, ikiwa ni session yetu ya kwanza na ya mwisho kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Tanzania Prison. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao alhamdulillah wako salama na wanaendelea vizuri na mazoezi. Tumeshindwa kuwa pamoja huku na baadhi ya wachezaji akiwemo Kennedy Musonda ambaye ana matatizo kidogo ya kiafya, lakini pia Jonas Mkude ambaye pia naye alipata shida kidogo kwenye safari, lakini wengine wote wako sawa. Kiondoa wale majeruhi kina yao, wengine wote ambao wamesalia wako sawa na timu hapa. Kubwa ni kuwaomba mashabiki wa Young Africa hapa Mbeya na mikoa ya jirani kujitokeza kwa wingi sana kesho hapa Sokoine, lakini kwa wale ambao wako majumbani, nafahamu mmemisi burudani ya Young Africa, basi mahala pa kupata burudani ni kupitia Azam TV. Tunajua mechi itakuwa ngumu, lakini kama alivyotangulia kusema kocha wetu kwenye mkutano wa waandishi wa habari asubuhi, sisi sasa hivi Yanga tunatazama mechi 4 zilizobakia hizi za mwisho. Kila mechi tumeipa hadhi, heshima, ukubwa na ugumu wa fainali. Maana yake Yanga tuna fainali 4 mfululizo ambazo tunakwenda kuzicheza. Na fainali ya kwanza ni kesho hapa dhidi ya Tanzania Prison. Mungu atujalie tuamke salama, tuje tupambanie timu yetu tupate matokeo mazuri, tufocus na fainali inayofuatia dhidi ya Dodoma Jiji. Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Tugeukie upinzani wao Simba sasa, ambapo kikosi hicho kimewasili Tabora leo jioni kikitokea Dar es Salaam kupitia kule Dodoma, na jioni kikafanya mazoezi katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mjini humo. Wana fainali hao wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu kesho watakipiga dhidi ya KenGold uwanjani hapo, na alama 3 za ushindi kwao zitaendeleza ndoto zao za kutoa ubingwa msimu huu. Tumewasili Tabora leo majira saa 10 na sasa hivi tuko mazoezini kwa ajili ya mechi ya kesho. Maandalizi mpaka sasa yako vizuri. Kizuri kwetu sisi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote wako salama kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho, ni mchezo ambao kama tunavyojua tunaenda kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa kati ya sisi na Yanga. Tuna gap la pointi 1, kwa hiyo ili tuwe mabingwa lazima tushinde mechi zote zilizobaki. Kwa hiyo moja ya mechi ambayo ni muhimu kesho ni KenGold. Kwa hiyo tunahakikisha pamoja kwamba ni timu ambayo imeshashuka daraja ukiangalia, lakini siku zote usimdharau mtu yote. Kushuka daraja kwao sio kwamba hawana wachezaji wazuri. Wana wachezaji wazuri na wachezaji matured, wamekuwa kabisa kwa sababu washacheza mpaka timu zetu hizi mbili. Kwao ni wachezaji wakubwa kwa sababu wako timu za chini, lakini wana wachezaji wazuri. Aweso kiungo wa wekundu Msimbazi Simba. Licha ya kuwa tayari imekwisha poromoka daraja, lakini KenGold wanaamini kumaliza kwa heshima kutakuwa na faida zaidi kwa timu na mchezaji mmoja mmoja.
Simba wanahitaji mechi zote mbili waweze kupata matokeo, kwa sababu wana dabi mwishoni kuweza kumaliza ili kupata ubingwa. Kwa hiyo naamini watakuja na nguvu, na sisi tunaheshimu Simba. Simba timu kubwa, ina wachezaji wengi wakubwa, ina walimu wakubwa. Kwa hiyo imani yangu mimi, namna ambavyo tutakojipanga kwenye mazoezi ambayo tumemaliza leo session yetu asubuhi, naamini kabisa kesho tutafanya vizuri kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu na sisi tunataka vile vile, pamoja kwamba tumeshika daraja, lakini wachezaji wetu wanahitaji kutoka hapa kwenda mbele. Na sisi vile vile sio kusema ni game na kuba game ya ni game hizi, so game hizi itakuwa game ngumu kwa upande wa Simba, because na sisi watu tunashuka daraja, so kusema because tunashuka daraja tunapambana mpaka mwishoni. Na ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu ya kwanza ya mshike hii leo, lakini una nafasi ya kuendelea kuwa nasi kwa sababu kuna mengi ambayo nitakuja kujuza hapo baadaye. Mbali na round ya pili toka mwisho ya ligi kuu NBC ambayo itapigwa hapo kesho, kuna mengi ambayo nimekujuza kwenye sehemu ya kwanza ya mshike ile. Swali ni je, sehemu ya pili tutakuwa na nini? Machache kati ya mengi ambayo nitakujuza sehemu ya pili ya mshike ni pamoja na haya. Tanzania yaridhishwa na kasi ya maandalizi yake kuelekea michuano ya CHAN mwezi Agosti mwaka huu. Na kikosi cha Twiga Stars chaendelea kugawa dozi michuano ya Sekafa kwa wanawake. Hudi mshike, usiondoke. Shike, karibu tuendelee kujuzana makubwa tulionayo kwenye michezo hii leo. Kikosi cha Azam FC kimehitimisha maandalizi yake leo jioni katika uwanja wao wa nyumbani wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam, ambao watautumia kwa kuwakaribisha Tabora United hapo kesho. Kocha mkuu wa kikosi hicho Rashid Taus na nahodha Sospeter Bajana wameweka wazi namna walivyojiandaa licha ya kuwa mchezo huo hautakuwa mwepesi. You know, we prepare very good like we have prepared before. Unajua, tunajiandaa vizuri sana kama ambavyo tumekuwa tukijiandaa hapo kabla, kwa sababu tumekuwa na muda mwingi wa wachezaji kujiweka tayari, kwani tumekuwa na wachezaji wanaopata majeraha mara kwa mara na tumekuwa tunawakosa. Mfano Bajana tumemkosa msimu huu, tangu aliporejea kutoka timu ya taifa amekuwa majeruhi. Pia Adolf alikuwa majeruhi na baadhi ya wachezaji waliokuwa na majeraha. Na kuna nyakati tumekuwa tukitoa nafasi kwa wachezaji wa timu ya vijana kutoka academy, na kwa msingi huu tunawapongeza sana wenzetu wa timu ya vijana chini ya miaka 20 ambao ni mabingwa wa Tanzania 2024-2025, na tuna wachezaji 8 kutoka timu hiyo ya vijana. Na sasa tunajiandaa na wachezaji 25, lakini tuna hali nzuri sana, ari nzuri, na lazima tuendelee na kile ambacho tumekuwa tukikifanya kwa mwaka mzima. We must to continue what we have doing all the years. Mechi yote ya ligi ni ngumu, mechi yote ya ligi kwa sababu kila mtu amejiandaa na hujui amejiandaje na atakujaje, kwa hiyo tutampokea mtu kadiri anapokuja. Na sisi kama wachezaji tuko tayari kumface mtu yote, na itakuwa ni mechi ngumu, ni mechi yenye ushindani. Kushangalia na msimu uliopita na msimu huu, siwezi kusema tumefanya vibaya sana au tumefanya vizuri sana. Tupo katikati ambapo pia hatujafikia malengo yetu mengi tuliojiwekea katika msimu, so nafikiri haukuwa msimu mzuri kwetu. Na sisi kama wachezaji tunajutia hilo na tuko tayari kulipa kwa msimu unaofuata. Na sisi kama wachezaji tuko tayari kuhakikisha kila msimu unaofuata tunafanya vizuri zaidi. Sospeter Bajana, kiungo wa Azam FC. Vita nyingine mwishoni mwa msimu ni hii ya top 4 ambapo Singida Black Stars inahitaji kushinda mechi zake zote mbili huku ikiombea mabaya Azam FC. Na kesho walimalizeti hao watakuwa katika uwanja wa Jamhuri kule Dodoma kukipiga na wenyeji wao Dodoma Jiji, ambao na wenyewe wanazitaka alama 3 za ushindi ili kuzichanga vyema karata zao mwishoni mwa msimu. Wachezaji wako vizuri na ligi kusimama kweli kuna asali ambayo inaleta, kwa sababu unajua watu mkishakuwa kwenye mkishashika momentum afu ghafla mnasimama, kwa hata mkija kuanza tena hamwezi kuwepo kama mlivyoanza mara ya kwanza. Lakini kwa yote tumetrain na tuko tayari kwa kumalizia hizi mechi mbili. Kikubwa sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wetu wa kesho, na tunajua ni mchezo mgumu na kila mtu anafahamu, lakini kwa upande wetu tuna morali hali ya juu kwa sababu tuko nyumbani, kwa tunaamini tu kesho tunaenda kupambania alama 3. Naam, tuendelee kuangazia mengine makubwa. Singida Black Stars wameutumia vyema muda wao wa kikanuni jioni ya leo kufanya mazoezi katika uwanja wa michezo, ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha maandalizi yao kuelekea mchezo hapo kesho. Tutegemea mchezo kwa mgumu, utakuwa mgumu kwa sababu KMC pia ana uhitaji wa point. Naam, ni kuombe radhi kwa hilo, lakini tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Katika uwanja wa Lake Tanganyika kule Kigoma, Mashujaa FC wazee wa mapigo na mwendo wataikaribisha KMC
na Wanakino Boys, na timu zote mbili zimeonyesha utayari wake kuelekea mtanange huo. Mchezo kwa mgumu, utakuwa mgumu kwa sababu KMC pia ana uhitaji wa point kuweza kujihakikishia kuwepo kucheza msimu ujao kutoka kwenye playoff. Tuna timu nzuri na tunazihitaji points kwa sababu ya malengo ambayo tulijiwekea ya nafasi ambazo tunahitaji kuwepo. Kwa hiyo of course game itakuwa nzuri kwa sababu mpira ni competition game. Kwa hiyo tutakuwa na ushindani mzuri na kufanya watu wavutiwe na mchezo. Kimsingi tumejiandaa vizuri na mchezo wa kesho, kwa maana kwenye aspect zote 4 za mchezo, sio? Wachezaji wetu kiakili wako tayari, kwa maana ya mentality, wanajua kitu gani cha kwenda kufanya siku ya kesho, na of course ni mwisho wa ligi, so wanajua kabisa kwamba performance za kwao za michezo hii miwili ya mwisho na ambazo zitadetermine next season itakuwaje kwenye upande wao individual. Mchezo ni mgumu, siku zote huwa nikienda kwenye press wanaongea kwamba mchezo ni mgumu, hakuna mchezo mrahisi, kwa mchezo wote ni mgumu. The way Mashujaa leo hii wapo nyumbani, sisi tupo ugenini, kwa hiyo itakuwa ni ngumu, haitakuwa rahisi, lakini kwa the way jinsi tulivyojipanga na kujiandaa kwa ajili ya mchezo wa kesho ili tuweze kupata matokeo. Kule Ruangwa mkoani Lindi, wenyeji Namungo FC pamoja na wageni wao Kagera Sugar wamekamilisha maandalizi yao jioni hii kwenye uwanja wa Majaliwa, ikiwa ni tayari kwa ajili ya kupambana hapo kesho. Wawili hao wanashuka dimbani kila mmoja na vita ya aina yake, licha ya kuwa tayari Kagera Sugar ameshashuka daraja. Wakizungumza kiufundi kuelekea mtanange huo, makocha na wachezaji wa timu zote mbili wameupa heshima kubwa mchezo huo ambao unaweza ukawa na maana kubwa kwa pande zote mbili kwenye kukamilisha hesabu zao za msimu. Kuna ugumu siku zote unapocheza na mtu ambaye hana cha kupoteza. Ni kwamba kuna uzito. Sisi tunahitaji matokeo kutoka katika mchezo huo. Wao kufungwa kwao au kupoteza mchezo wa kesho haitakuwa jambo jipya, kwa sababu kupoteza kwao mchezo ndio kumepelekea wao kufika hapo walipo. Kwa hiyo ni mechi ambazo zinakuwa ndio kwa sababu pressure wao wanakuwa hawana. Sasa pressure inakuwa kwa upande wa mtu mwingine ambaye anahitaji yale matokeo. Benchi la ufundi wao wamekamilisha wajibu wao 100%. Wametuandaa kiakili, kimwili. Kwa hiyo na kiufundi pia wamekamilisha. Kwa hiyo wajibu uliobakia ni wetu sisi kuyapokea yale ambayo tumepewa, tuweze kuyafanyia kazi katika mechi yetu ya kesho dhidi ya Kagera Sugar. Tumejiandaa vizuri. Wachezaji wote wapo vizuri kwa ajili ya mchezo huo. Technical bench wote tupo vizuri. Vile tuna hizo point 3 tunazihitaji. Hautakuwa mchezo rahisi wala hatochukua mchezo wa kawaida. Kucheza mechi za mtoano ama kutokucheza huenda ikajulikana kesho kwa wanatipe Linda na Pamba Jiji ambao watakuwa CCM Kirumba pale Mwanza kukipiga dhidi ya maafande wa JKT Tanzania. Kocha Fred Felix Minziro ana imani kubwa na nguvu ya mashabiki katika kuwasaidia kuifanya Pamba Jiji iwe salama mwishoni mwa msimu. Maandalizi yamekwenda vizuri na siku ambazo tumezipata za mapumziko pia tumefanya maandalizi mazuri kusema ukweli, kwa sababu nadhani kama ufahamu kwamba ligi imesimama. Kwa hiyo nadhani sasa tunarudi tena kumalizia nguo ya mwisho. Kwa hiyo kwa ujumla kikosi kiko vizuri, tuko tayari kwa mchezo kesho. Na najua tunakutana na timu aina gani, ni timu ambayo nadhani mechi ya kwanza tulitoka sare kule Dar es Salaam. So narudiana. Kwa hiyo wakaja mechi ya FA pia walitufunga. Hii game ya kesho ni muhimu sana kwetu, sababu yakikuwa matokeo mengine tofauti inakuwa sio picha nzuri kwa sisi kwetu na CV yetu inakuwa sio nzuri. Na ndio maana hata tukikaa japokuwa tunakuwa tunaongea mambo mengine, lakini ikifikia muda tunasisitizana jamii ile siku kwa tunasubiria ni kesho, na Mungu atuamshe salama sababu mambo yawe mazuri kwa kesho. Kwa JKT Tanzania wao wanakiri kuwa huu ni mchezo mgumu kwa pande zote mbili, lakini kwa wao wanahitaji nyakati zote kufanya maamuzi sahihi kwa dakika zote 90. Game ya kwanza kucheza away, tulishacheza game nyingi away na tulishakuwa na approach kuangalia jinsi gani ambavyo tuendea. Lakini obviously tomorrow tutakuwa tuna tough game kwetu na kwao, haitakuwa game rahisi. Tunahitaji kuwa well in preparation, tunahitaji kuwa sahihi mle ndani kwenye kila moment, kuwe bora kwenye kila moment. Pamba yuko na wachezaji wazuri na mwalimu mzuri sana, mzee wangu ni muda mrefu yuko kwenye hii Indus, haitakuwa mechi rahisi. Kujaribu kuangalia Pamba ilivyo inavyocheza nyumbani,
ina goalkeeper ambaye ni top level goalkeeper kwa sasa, Yon Amos. Ukijaribu kuangalia ina foreigners ambao wako wana ability nzuri sana. Tumefanya maandalizi tangu Dar es Salaam, timu iko ina morali ya juu sana. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu wachezaji kesho wamke salama ili tuweze kumaliza mechi, kwa sababu wachezaji wana morali ya juu sana. Tugeukia Agosti Wakaya, Coastal Union sasa wanaojivunia muda waliopata wa maandalizi kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Fountain Gate, wanasema umetosha kuboresha kilichohitajika kikosini. Wakati kwa Fountain Gate wao wanasema wameenda Tanga wakijua wana jukumu la kurejea Manyara na alama 3. Kipindi cha break tuliweza kuboresha mambo mengi sana, hususan tukifuatilia katika periodization zetu ambazo tumeenda kufuatilia na kuweza kurekebisha vizuri. Kwa tumeweza kufanyia kazi changamoto zetu. Tunaamini katika mchezo huu uliokuwa mbele yetu utaweza kutufanyia vitu vikubwa, kwa ajili tumeweza kurekebisha pia players behavior, kitabia wachezaji, na kuweza kujua majukumu yao ni yapi wanayotakiwa kuyafanya. Mechi itakuwa ni ngumu kwa sababu sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri na tunahitaji katika mechi ya kesho. Tutacheza kwa maelekezo yote ya walimu waliotupa katika kipindi cha mabreki. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Hali ya timu iko salama, wachezaji wote 26 wako salama, na naamini tunakuja kutafuta matokeo katika jiji la Tanga. Mchezo hautakuwa rahisi, lakini tunafahamu Coastal na tumejiandaa kukabiliana na changamoto zote kwa ajili ya kupata pointi 3. Kikubwa kwa games ambazo zimebaki, sisi kama wachezaji focus yetu kubwa sana ni kupata matokeo, kwa sababu tukijaribu kuangalia games zilizobaki na nafasi tuliyopo sio nzuri. Kwa hiyo kikubwa tunahitaji kupata matokeo kwa kila mchezo uliobaki. Katibu mkuu wa kamati ya ndani ya maandalizi ya CHAN Neema Msita ametoa tathmini ya ukaguzi unaoendelea kufanyika wakati huu ambapo Tanzania inajiandaa na michuano ya kimataifa bingwa ama michuano ya mataifa bingwa Afrika CHAN 2024. Michuano hiyo itaanza kutimua vumbi mapema mwezi Agosti kwenye nchi za Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Kamati ya CHAN yaendelea na maandalizi kuelekea katika mashindano hayo ya CHAN ambayo yataanza rasmi mwezi Agosti mwaka huu hapa nchini. Kwa niaba ya kamati ya maandalizi ya CHAN, maandalizi yanaendelea vizuri. Ipo secretariat ambayo inafanya kazi kila siku ya kuratibu shughuli nzima, na tumekuwa tukipokea wakaguzi wa CAF mara kwa mara ambao tunakuja tunazungumza nao. Wanaangalia maeneo ya maandalizi katika kila kipengele, ikiwemo kipengele labda cha kutangaza kwa maana ya marketing, kipengele cha kupokea wageni, kipengele cha malazi, kipengele cha usafiri, vipengele vya eneo kubwa ambalo zaidi ndo litakuwa linaguswa na mashindano, eneo la viwanja. Kwa kila walichokuwa wakituambia tumeendelea kukiimarisha na kukiboresha, na tunashukuru kwamba hatua tuliopiga mpaka sasa ni kubwa. Bado tu kidogo sasa zitaanza kelele huko za amsha muda si mrefu, kwa sababu kwa kweli kwa kiasi kikubwa maandalizi ya ndani yamefika mahali pazuri. Kwa upande wa viwanja pia tunamshukuru Mungu, mwanzo tulisumbuliwa sana na eneo la pitch sasa kwenye viwanja vya mazoezi, lakini serikali iliamua kufanya maboresho zaidi kwa kutafuta kampuni ambayo ina utaalamu na pia ina leseni inatambulika na CAF na FIFA, na kweli wamekuja pale Gymkhana Law School na Meja Isamuyo wamefanya kazi kubwa sana, karibu almost tuseme wako asilimia kama 70 au 80. Kilichobaki sasa ni umwagiliaji tu, kwa sababu seeding imeshafanyika, mbolea, leveling na kila kitu. Kwa hiyo kilichobaki ni umwagiliaji na kukata na kuendelea kuviboresha kwa ajili ya kusubiri mwezi wa 8 utakapofika. Kwa hiyo ukiniuliza kwa ujumla wake, tathmini yangu kama katibu wa kamati ile ya maandalizi, naona tuko pazuri na tuko vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mashindano. Kikosi cha timu ya soka ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars kimeendelea kutakata katika michuano ya Sekafa kwa wanawake baada ya leo kuichapa Burundi magoli 6-0. Opa Clement magoli 2, Jamila Rajab, Clara Ruvanga, Diana Lucas na Stumai Abdalla wakifunga goli 1-1 na kuifanya Tanzania ifunge jumla ya magoli 10 kwenye mechi 2, wakiwa pia hawajaruhusu goli lolote. Kikosi cha Singida Black Stars leo kimetinga bungeni Dodoma kwa mwaliko maalumu wa mbunge wa Singida Musa Sima, na wanafainali hao wa kombe la shirikisho la CRDB wamepokelewa kwa shangwe kubwa na wabunge mjini humo. Hussein Masanza, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo, ameshukuru kwa niaba ya timu kupata fursa ya kutembelea na kujionea shughuli za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Timu yetu leo imefanya mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo wa ligi kuu
dhidi ya NBC. Tunafahamu mashabiki wa Singida Black Stars walimiss kuiona timu yao ikicheza baada ya mapumziko mafupi ambayo amepita hapa, na timu iko tayari. Leo imekuwa ni siku nzuri. Tulianzia kule bungeni asubuhi ambapo tulipata mwaliko kutoka kwa wabunge wa Singida. Wametuheshimisha sana leo, wameheshimisha timu yetu, na sasa tumekuja hapa, morali ya wachezaji unaweza kaiona kabisa ikiwa imeongezeka kujiandaa na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Tunafahamu ubora wa Dodoma Jiji hasa wakiwa katika uwanja wa nyumbani kwao, lakini hii ni Singida Black Stars na alama 3 tunazitaka. Kwa hiyo mashabiki wasitazame hii mechi kama ni mechi ya kawaida, ni mechi ambayo tunakuja kupambana, kwa sababu kwanza ni timu inayotoka kanda ya kati kama sisi, kwa hiyo inakuwa ni kama kadabi fulani hivi. Kwa hiyo tunawakaribisha mashabiki, nafahamu kuna mashabiki pia kutoka nyumbani Singida ambao wameshaanza safari, wanakuja hapa Dodoma kwa ajili ya kuja kuisupport timu yao. Kwa hiyo yote tumekuja kufurahi, na kufurahi maana yake ukiachana na kutafuta alama 3, tunakuja kushangilia pia kufuzu kupata tiketi ya kushiriki michuano ya kimataifa, lakini pia furaha yetu ya kutinga fainali bado haijaisha. Kwa hiyo njoni tufurahi mashabiki wa Singida Black Stars kwenye mchezo muhimu dhidi ya Dodoma Jiji, na inshallah Mungu akijalia tutaondoka na alama zote 3. Uongozi wa NBC Marathon umeingia makubaliano ya udhamini na kampuni ya GSM kuelekea kwenye msimu wa 6 wa mbio hizo zitakazofanyika kule Dodoma. Lengo letu kubwa la NBC Dodoma Marathon ni kuendelea kusaidia ama kusupport maternal health, afya ya mama na mtoto, na mwaka huu malengo yetu yako 3 ambayo ni moja, kuendelea kuimarisha awareness ya saratani ya shingo ya kizazi, lakini namba 2 kutoa mafunzo kwa midwives wakunga kwa ajili ya kuimarisha afya ya mama na mtoto, lakini namba 3 mwaka huu tumeongeza lengo jingine la 3 kwa ajili ya kutoa support ya kusomesha wauguzi watakaotoa huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum, especially usonji, yani autism. Hayo ndio malengo yetu makubwa ya NBC Dodoma Marathon mwaka huu, ukiwa ni msimu wa 6. Na tayari registration zilishafunguliwa. Tunazidi kuwakaribisha public na wanariadha wote na wanamichezo, social runners kwa ajili ya kujiandikisha katika tovuti yetu ya www.event.nbc.co.tz. Mwisho wa mshike hii leo, lakini kabla sijaondoka nikukumbushe japo kwa uchache makubwa niliyokuarifu kupitia mshike hii leo. Maandalizi kuelekea mechi za raundi ya 29 ligi kuu soka Tanzania bara ama ligi kuu ya NBC yamekamilika, huku mechi zote 8 mbashara hapo kesho. Tanzania ridhishwa na kasi ya maandalizi yake kuelekea michuano ya CHAN mwezi Agosti mwaka huu. Na kikosi cha Twiga Stars chaendelea kugawa dozi michuano ya Sekafa kwa wanawake. Mpaka hapa tuna la ziada kwenye mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, jina langu ni Kennedy Moses. Tukutane wakati mwingine.